Pia tuendelee kumshukuru Allah kwa kutujalia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama na amani, ikiwa amani imetawala katika nchi yetu ya Tanzania na katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Alhamdulillah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awalipe waumini wote ujira kamili wa kuhitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man amana billahi wa iqama as-salah wa swama Ramadhan kana ala Allah huyu ana haki kwa Mwenyezi Mungu an yudkhilahu aljanna. Kana haqqun ala Allah an yudkhilahu aljanna, huyu ana haki kwa Mwenyezi Mungu ya kumuingiza peponi. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kufunga Ramadhani, na baada ya kumaliza kufunga Ramadhani pia ufuatishe sunna ya siku 6 za mwezi wa Shawwal. Hii yote ni katika kumjika Muislamu aweze kupunguza maasi, ni kuwajenga waumini waache kutenda dhambi, wafanye khairi mbalimbali. Na tukao tunategemea kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Kwa hiyo Waislamu wote wanatakiwa kushikamana pamoja katika kufanya ibada ya swala. Lakini msiba uliopo ni kwamba baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Waislamu wengi wanaacha kusali na wanaendelea kufanya maasi mbalimbali. Kwa hiyo wanaofanya kama huu mwezi wa Ramadhani ndio Mungu wao. Subhanallah. Wanaofanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi pekee wa kufanya ibada, lakini miezi mingine yoyote basi watu hawaifanyi kwa ni miezi ya ibada, wanaifanya kwa ni miezi ya kuendelea na harakati zao za kidunia. Subhanallah. Huu ndugu Waislamu ni msiba ulioje. Huu ni msiba ulioje kwa Waislamu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaamrisha sawa kwamba sala ni fardhi, sala ni lazima kwa kila Muislamu, na hakika ya sala humwepusha mtu mwenye kusali na mambo machafu na maovu. Sasa faman kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhan qad fata, mwenye kuabudu Ramadhani basi hakika hii Ramadhani ni yenye kupita. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah huwa rabbush shuhur, hakika yule ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu ndiye Mola mlezi wa miezi yote. Fa inna Allah hayyu la yamutu, hakika Mwenyezi Mungu yupo hai na wala hafi. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa lenye mazingatio, kuona kwamba watu watambue kwamba ibada ambayo itasimama au katika amali kubwa ambayo itasimama siku ya kiyama ni swala. As-salatu al-maduddin, swala ndio nguzo ya dini. Sasa swala inakuwa ndio nguzo ya dini katika mwezi mtukufu tu wa Ramadhani, lakini kimaliza Ramadhani swala sio nguzo ya dini kwa watu walio wengi. Ndio maana inapoanza mwezi mtukufu wa Ramadhani misikiti huwa inajaa. Siku watu wakisikia leo mwezi mwendama, basi misikiti yote hujawa Waislamu. Lakini kadiri mwezi mtukufu unavomalizika ndio Waislamu wanapokimbia kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, wakabakia na kufunga tu. Sasa tunapomaliza mwezi wa Ramadhani basi inakuwa ndio hakuna kitu tena. Unakuta Waislamu wote hawasali tena misikitini, Waislamu wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali. Sasa huu ni msiba uliopo, tunakumbushana. Ukisoma aya ya 144 Al-Imran, subhanallah, baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale masahaba katika mji wa Madina walikhtalifiana
kuhusiana na kifo cha mtume. Kuna wale ambao walioamini na kuna ambao hawakuamini kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa. Kwa hiyo kukuwa na mzozo baina masahaba na ikafika hadi wengine kutembea na panga. Lakini Sayyidina Umar kwamba atakayesikilikana yeyote akisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa, basi yeye kichwa chake halali yake. Lakini Sayyidina Abubakar wakati wa kifo cha mtume hakuwepo. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa, Sayyidina Abubakar akasogea Madina, akaja akakuta kuna mzozo, akarudi kwenye maandiko matukufu akamwambia, jamani, aya zimeshashuka zamani kabisa. Al-Imran aya 144 inasema, wama kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila ala anqalabikum ala anqabikum wa man yanqalib ala anqibahi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Wama Muhammadun illa rasul, hakuwa huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yeye ni mjumbe. Wakati khatim min qablihi rusul, walishapita kabila yake wengi mijumbe. Afa in mata au kutila, ikiwa Mtume Muhammad atakuwa amekufa au kuuliwa, sawa, anqalabtu ala aqabikum, mtaweza kurudi nyuma kugeuka? Yani mtatoka katika Uislamu. Ndio hii aya ndio inazungumza kwamba man kana yaabudu Muhammad fa inna Muhammad qad mata, kwamba yule ambaye anamwabudu Mtume Muhammad, basi Mtume Muhammad ameshafariki. Lakini wa man kana yaabudu Allah fa huwa hayyu la yamut, na yule ambaye anamwabudu Allah, basi Mwenyezi Mungu yuko hai milele wala hafi. Hapa ndio akatanabahi baada ya kukumbushwa aya 144 kuonekana kwamba sawa, ibada ni amri kwa kila Muislamu kufanya ibada. Leo alhamdulillah tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunategemea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mbele tuna sikukuu ya Idi. Ndani ya sikukuu ya Idi watu huona sasa hapa ndio fursa imeshatolewa, milango imeshafunguliwa. Wakati khatib katika hutuba yake alisisitiza kwamba watu washikamane na swala, watu washikamane na ibada, watu wamche Allah. Kama misikiti ambavyo ilijaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti pia endelee kujaa katika siku za kawaida. Lakini kinachoonekana sasa kwamba wakati Ramadhani inamalizika, maana yake na misikiti nayo inamalizika, watu wanaacha kusali. Sasa wanahisi kama ile milango ya kufanya maasi imefunguliwa. Tunawasa watu wamche Mwenyezi Mungu, isiwe sikukuu iwe ndio kigezo cha watu kufanya maasi mbalimbali, kurudia yale ambayo walishajizuilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakaendelea kuyafanya yale ambayo walishayasahau wakajikumbushia kuyafanya. Mwenyezi Mungu anasema, yasma ayati llahi tutla alayhi thumma yusiru mustakbira ka an lam yasmaha. Allah anasema fabashiru bi'adhabin alim. Yasma ayati llahi tutla alayhi, wanazisikia aya za Mwenyezi Mungu zinaposomwa, thumma yusiru mustakbira ka an lam yasmaha, kisha wanarudia yale kama vile kwamba hawakuyasikia maneno matukufu ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema fabashiru bi'adhabin alim, wabashirie adhabu yumisayo, adhabu inayotia uchungu. Sasa udhalilishaji wa kijinsia ulipungua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wanaofanya udhalilishaji ni hawa ambao miongoni mwao ndio wamefunga na wakajizuilia kufanya udhalilishaji ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tumeingia katika siku za Idi, ikiwa sasa milango ya maasi imefunguliwa, watu wakaanza kufanya udhalilishaji wa kijinsia, wakadhalilisha watoto wadogo ambao hawana hatia, wakadhalilisha watu ambao wametoka kwenda kusherehekea katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujumuika pamoja Waislamu kusherehekea baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama na amani.
siku za Idi sio siku za kufanya maasi. Siku za Idi ni siku za kuendeleza ibada. Na ndio maana tukafuatanishwa na siku 6 za Shawwal ili tuendelee kujibana katika sunna hii, watu waache maasi. Na fadhila za siku 6 za Shawwal zinafahamika, ni kubwa mno, ambapo tunaambiwa mwenye kufunga Ramadhani akafuatanisha na siku 6 za Shawwal ni sawa sawa na mtu alifunga mwaka mzima. Ni fadhila zilioje zinapatikana katika ufungaji wa siku hizi 6 hizi za Shawwal. Lakini la kusikitisha, watu watakula ovyo ovyo na watafanya matukio ya kihalifu. Lakini ole wao Allah subhanahu wa ta'ala. Manake watu watazidisha kufanya maasi kana kwamba wanafanya kumkomoa Allah, lakini hawamkomoi Mwenyezi Mungu. Faman hitada fa inna ma hitada li nafsihi wa man dhala fa inna ma yudhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Mwenye kuongoa atambue kwamba anaongoa nafsi yake, na mwenye kuipoteza anapoteza nafsi yake mwenyewe. Hatobeba mbebaji mzigo wa mtu mwingine, kwamba dhambi zako ni za kwako mwenyewe, wewe utakayetenda dhambi katika kipindi hichi na kinachoendelea. Kwa maana hiyo, hapa tunahasana, tunapeana mawaidha, watu tukumbuke na tumche Mwenyezi Mungu. Tutende yaliyo mema, tuache maovu. Wale wenye kusali na kuacha ni miongoni mwa watu ambao Qur'ani tayari ilishatangulia kuwapa onyo kali watu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fawailul lilmusallina, adhabu kali itawathibitikia wanaoswali. Baada ya kushuka hii aya, maswahaba waliangaliana machoni, wakawa wanaulizana inakuwaje sasa adhabu kali itawathibitikia wanaoswali. Ikashuka aya alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wanazipuuzia sala zao. Wanaopuzia sala ni nani? Ni miongoni mwa hao ambao wanasali Ramadhani mpaka Ramadhani, baada ya Ramadhani wanaacha, wanasali Ijumaa mpaka Ijumaa, basi siku nyingine hawasali, wanasali kipindi cha dhuhuri, wanaacha vipindi vingine vinne vilivyobakia. Yote hayo mapungufu yale ambayo wanayafanya watu katika sala kwa makusudi, kwa kuzipuuzia, basi wakumbuke adhabu kali itawathibitikia wanaosali ambao wanapuuzia sala zao. Ndugu Waislamu, mimi naamini kuna watu wakiambiwa mcheni Mwenyezi Mungu, aya 206 suratul Baqara, wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izza bil ithmi, wao hupandwa na mori na shauku ya kutenda dhambi zaidi. Allah anasema fahasbuhu jahannam wala bisal mihad, hawa makazi yao ni motoni, sehemu mbaya mno katika mapumziko. Mimi ndugu Waislamu, naomba nitoe ujumbe huu kuhusiana na siku hizi tukufu baada ya kumaliza mwezi mtukufu Ramadhani na siku 6 za Shawwal. Basi tuone kwamba hali hii tunaendelea nayo ya kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu kwa kuacha kutenda makosa makubwa na madogo, ili tuishi kwa amani. Leo najua watakaponiona watasema huyu ni nani, lakini leo ni Idi. Mimi ni Afande Hamadi, yule ambaye amezoeleka akiwa natoa dawa akiwa amevaa uniform. Leo natoa ujumbe kwa watu wote kwamba kila mmoja isiwe mawaidha haya sawa, ucha Mungu huu unaishia hapa tu, ucha Mungu huu uwe endelevu, ili ikitokezea mtu kwa bahati mbaya amesahau kufunga mlango wake nyumbani, akaenda kwenye viwanja kwenda kutembeza watoto wake, basi akirudi akute nyumbani kuna amani, akute kila kitu kipo sawa sawa. Isiwe sababu ya watu wanasherehekea Idi, wengine wako mashambani wanaiba vipando vya watu. Haya ni madhambi ambayo binadamu hatosamehewa mpaka atakapotubia, na hii milango ya toba tumeikuta iko ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani.
kwamba Allah kaeka wazi milango ya toba ili watu watubie, wafutwe dhambi zao. Kwa hiyo wale wote ambao wamefunga Ramadhani kwa takwa na kwa ikhlas, wakajikuta Ramadhani imeisha halafu anaendelea kutenda dhambi kama kawaida, basi watambue kwamba ibada zao walizozifanya ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, hizi ibada zao ni patupu, kwa sababu kipimo cha mtu ambaye anafanikiwa katika kuzifanya ibada zake ni pale anapoacha dhambi. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, hakika ya swala kumwepusha mwenye kusali na mambo machafu na maovu. Sasa wewe ukijiona kwamba unasali lakini bado unaendelea kufanya maasi, unasali bado unafanya maovu, maana yake bado hapo hujapata ukamilifu wa swala. Rudi ujitathmini. Rudi ujitathmini, ujiangalie wewe kijana umekwamia wapi. Wallahi subhanallah, leo kwenye sikukuu sawa, ndani ya nchi hii mtu anaondoka nyumbani anakwenda kiwanjani, yeye kwenda kuiba tu. Anakwenda kiwanjani kwenda kunyang'anya watu simu zao. Anakwenda kiwanjani kwenda kutapeli watu. Anakwenda kule kwenye kiwanja kwenda kudhalilisha watoto wadogo. Wakati Uislamu haujakataza watu kufanya ziara, kutembeleana ndugu jamaa na marafiki. Ndio Uislamu. Watu waende wakatembeleane, wajuliane hali, waende hospitali wakawaona wagonjwa. Ndani ya siku ya leo ya Idi kuna fadhila nyingi kwenda kuona wagonjwa hospitali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, haqul muslim ala almuslim 5, haki za Muislamu kwa ndugu yake Muislamu ni 5. Miongoni mwa haki hizo sawa, wa iyadatul maridh, ni kwenda kuwajulia hali wagonjwa walioko vitandani, ambao wako majumbani, ambao wako mahospitalini. Ni kwenda kuwaona wagonjwa, ni haki ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu. Sasa muone utukufu wa siku ya leo ukoje. Unapotoka nyumbani ukaenda kwenda kumfariji, kumuona ndugu yako Muislamu ambaye anaumwa yuko kitandani, kuna fadhila kubwa sana, kwa sababu umetekeleza haki ya ndugu yako Muislamu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha haya. Lakini pia Mwenyezi Mungu Allah Azza wa Jalla naye pia anashikamana na wewe ule kwenda kumwangalia ndugu yako, kwa sababu yale maradhi yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukumbuke na uzima alokupa wewe sawa, akampa mtihani yule mwenye ugonjwa kule, basi wewe ni mtihani. Uzima wako wewe ni mtihani, kumwa kwake ni mtihani. Kwa hiyo kila mmoja hapa akapewa mtihani, lakini wewe mzima una mtihani zaidi kuliko yule mgonjwa, kwa sababu wewe mzima una mambo mengi unatakiwa uyafanye katika hali yako ya uzima. Yule mgonjwa hawezi akatoka akaja kukujulia wewe mzima, lakini wewe mzima ni haki kutoka kwenda kumwangalia mtu ambaye ni mgonjwa. Licha ya kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki, lakini haki ya ndugu Muislamu ni kumtembelea mgonjwa ambaye amelazwa yuko pale hospitali, au yuko nyumbani kwa maradhi mbalimbali, au anauma uzee yuko kitandani hawezi kutoka, akaenda naye akaona ndugu zake Waislamu. Una haki ya kwenda kumwangalia, kwa sababu uzee ukiwa mwingi pia ni ugonjwa. Waislamu tukiazingatia haya, basi ile dua tunayosoma katika vipindi vyote vya swala, tunapomwomba Mwenyezi Mungu tukamwambia alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqima, hii sawa ndio haya sasa yote ya khairati ndio siratal mustaqima. Khairati zote tutakazozifanya ndio siratal mustaqima, ndio njia iliyonyoka. Tena siratal ladhina an'amta alaihim, njia ambayo sawa Allah amewaneemesha wale aliowaneemesha mitume, masahaba, watenda mema mbalimbali. Tena tukasema ghairil maghdubi alaihim, na si wale ambao Mungu ameshawahadhibikia, amewakasirikia.
wala dhalin, wala walopotea. Kuna watu wamepotea, wana macho duniani lakini subhanallah hawaoni, na wanajiona wao wana macho na wanaiona dunia tu, lakini hawaoni akhera. Mungu akashawasema hao ni vipofu hapa duniani na vipofu kesho mbele ya haki. Kwa sababu aliye na macho ambaye anaiangalia dunia yake tu, basi hayo hayaitwi macho yenye kuona. Macho yenye kuona ni yale macho ambaye akiangalia dunia kulia, anaiona akhera iko kushotoni kwake hapa. Akitembea katika harakati zake za kimaisha, anaona na vitu vili vinamfuata, anafuatwa na dunia, yuko naye kuliani kwake, kushotoni kwake kuna akhera yake inamuita. Sawa? Kwa hiyo ujue kwamba wakati wowote wewe unafuatwa na mauti. Wewe jicho linaangalia kumoja tu kulia, lakini unajua na kushoto wako malakul mauti wanakuvizia. Kadiri siku zinavyokwenda, masiku yako yanaondoka, zinakula masiku yako. Unajua wewe ni maiti mtarajiwa. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa innaka mayit, Muhammad, hakika wewe utakufa, wa inna mayitun, na hakika na wao wote hao hakuna atabakia. Ndio maana kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Tena baada ya kuonja umauti kuna malipo baada ya mauti, ambao unaanza kuona pale wakati unatoka roho mpaka mwisho unaingia kaburini, unaanza kuona. Na kama ni kwenye adhabu, hukutaka kutubia dhambi ulizotenda, basi ni adhabu mpaka siku ya kufufuliwa. Na baada ya kufufuliwa adhabu zitaendelea. Mwenye kutenda maasi atapata adhabu wakati akiwa yamemkabili mauti mpaka anaenda motoni. Ni adhabu zenye kushikamana. Hakuna sehemu ambayo atapata fursa, atapata mwanya wa kusema hapa kuna nafuu. Atapata machungu kutolewa roho, adhabu kali pale, mpaka siku anakwenda kule alikopangiwa na Allah. Kama ni wa motoni, mpaka anaingia motoni. Na mwenye kutenda kheri ataziona kheri akiwa yuko hapa duniani mpaka siku anatoka roho. Mpaka pale linaitwa daftari lake, wa'udhi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Subhanallah. Sasa haya binadamu tutakuwa tuna tafakur na tadabbur. Kwenye hutuba mbalimbali mashekhe wanatoa nasaha mbalimbali, wanazungumza aya mbalimbali kwenye mimbar, lakini subhanallah watu wakitoka wanaacha humu msikitini. Waarabu wanasema kalamu mimbaria, ni maneno tu ambayo yapo kwenye mimbar, lakini akiondoka ikifungwa hutuba yanaachwa hapo hapo. Watu wote wakitoka, kila mmoja ameshayapa mgongo, anaitizama dunia yake peke yake. Na ndio maana dhambi hazimaliziki. Lakini kama kweli watu watatia moyoni na watazingatia, watu wataacha kutenda dhambi. Baada ya hayo inshallah tuendelee kumomba Allah atujalie, atuongoe na tufuate njia ya sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza waja wema na mitume watukufu wote ambao wameshitangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu atujalie, awasamehe wazazi wetu makosa yao. Allah atujalie, atupe mwisho mwema. Allah atujalie, akiongoe kizazi hiki kiwe kizazi cha khairi, watu waache kutenda dhambi. Inshallah baada ya hayo mimi niseme Idi Mubarak wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.